niongezee na bwana mdogo mmoja. Haya asante. Wewe si bwana mkubwa? Ndio. Ngoja nikuletee bwana mdogo. Bwana mdogo. Sad TV, in God we trust. Mpenzi mtazamaji wa Sad TV bana, ni J4G kutoka Sad TV. Kama nilivyokuambia, nipo kwenye sherehe na nimekutana na wapigaji wa gita wakubwa hapa nyumbani. Nikizungumzia wakubwa ni wakubwa, hawana madogo. Utaweza kusikia vitu vikali walipiga. Wamepiga mwe wakaja wakapiga bora ni enjoy, lakini kanisani watumishi hawakujua mimi nimejua kwenye password plan. Bora ni enjoy. Nimesikia kwa mbali. Hao ndio wataalamu ambao walidumbuiza vya kutosha kwa siku ya leo. Nataka kuongea nao niweze kujua mengi zaidi na muziki umeanzia wapi mpaka sasa. Naanza na mheshimiwa mzee wa Bezi. Atatamshambulia kwa majinani kwa sababu bila mtamu ladha fulani amazing sana. Nikosa hiyo hapo muziki unakuwa umepotea ladha yake. Maana baki hapo, hii ni Sad TV, mimi ni J4G. Twende tumsikilize mheshimiwa. Habari yako? Nzuri. Labda kwa majina. Mimi naitwa Daniel William. Kwa jina lingine la maarufu sana naitwa Dani Open Base. Labda tuambie safari yako kwanza kwa ufupi, kwa uchache, ya muziki wa Bezi. Ulianza lini? Nilianza ni bado mdogo sana. Nikiwa na miaka 10 hivi kama sijakosea. Sababu chombo chenye ambacho nilikuwa napiga ilikuwa ni drums. Drums afu nikamia kwenye bezi. Na aliniambia kwamba niachane na drums alikuwa ni mwalimu wangu anaitwa Jeremiah Bezi. Na baada ya miaka 10 ile mwalimu akwambia uhamie kwenye bezi kutoka kwenye drum, uliona ugumu ulikuwa wapi? Kwa sababu drum na bezi ni vitu vile ambavyo viko tofauti sana kimuziki. Kwanza kiukweli naweza kusema kwamba ukiwa unapiga drums utakuwa kwanza una knowledge ya kupiga bezi, kwa sababu kitu unachopiga kwenye drums pale unapiga, kuna bezi ambayo unakuwa unapiga kwenye akili yako. Sasa unakuta kipindi unapiga drums hata mpiga bezi asipofuata vile unavyopiga wewe, yaani unakuta ni kuna vitu fulani unavikosea, yani unakuta ni kama vile muendani na mpiga bezi, kwa sababu bezi na drums na vitu ambavyo vinaendana. Kitu gani ambacho mtu wa drums anakuwa anazingatia cha kwanza ili aweze kupiga muziki mwenye utamu zaidi? Kwanza kitu cha kwanza naweza kusema mpiga drums na mwanamuziki yoyote yule, kitu cha kwanza cha kuzingatia ni tempo. Na tempo naweza kusema kwamba ni ile metronome. Ndio kitu cha kuzingatia, kwa sababu mpiga drums hawezi kutoka kwenye tempo. Ndio hiyo metronome mbona usikiaga, kwa sababu hata studio ukisikia kitu cha kwanza anachoanza kwenye studio kule wanaanza kwanza ni ile metronome, alafu inafuata sasa yani ile inakuja hiyo hapo, na alafu hiyo hapo unakuta yani kwenye muziki ni ile inaitwa 1 2 3 4 1 2 3 4, yani ndio hiyo ABC. Watu wa muziki wananikumbusha shuleni ABC, wewe sijajua sana. Tuambie mtu ambaye anatakiwa kuzingatia kitu gani ambacho anazingatia kupiga gita na bezi. Kwa kupiga gita pia inatakiwa mpiga bezi, kitu cha kwanza yani unatakiwa ufuate yani kiki inavyoenda. Na kiki ya mpiga bezi ni hichi kidole. Hichi hapa ndo kiki yako. Ndio ile nyuzi ya 4 ile inakuwa ni kiki yako. Leo umepiga sana na umekili vya kutosha mpaka kila mtu akaridhika, mpaka watu ambao walikuwa bania mkwanja wametoa mkwanja wao kwa sababu ya utamu na ladha fulani ambao walipata kutoka kwenu. Tuambie ni kitu gani ambacho ulikuja na pangilia nyumbani nasema nikifika leo lazima naburudisha watu mpaka waridhike? Yaani ni mfano tumechukua tu mazoezi ya muda mfupi sana. Najua ingekuwa ni muda mrefu kama mwezi au miezi miwili hivi tungefanya kitu cha ajabu sana. Labda hapo wewe ni mmoja wapo kwenye kanisa au umealikwa tu pamoja na vijana ukaja kushiriki kwa siku leo? Mimi nasali kwenye kanisa la Naivera, ndo ninaposali. Walinialika tu, hao ni marafiki zangu. Kwa hiyo wakitaka kufanya kitu kama na hichi watu wengine wanafanyaje ili waweze kupata? Yaani inatakiwa kwanza mfanye mazoezi mazuri.
Alafu uzingatie vitu ambavyo wenzako wanapiga. Hivyo ndio vitu vya kuzingatia. Hata kuna msanii ambaye anaweza kupenda uweze kuweka bezi kwenye nyimbo yake, anaweza kupata kupitia namba gani za simu? Labda kuna mtu ambaye anaweza kuwa na sherehe akapenda upigaji wako, anataka na ukaribishe uweze kupiga kwenye namba ambayo naweza nikataja ni namba mama sana ambayo ipo kwenye WhatsApp ni 0766F559. Bana, asante kwa muda wako. Bana, wapo wengi na kwenda kuongea na wengine. Mambo vipi? Poa. Misha vipi? Fresh. Kwa majina? Naitwa Dani. Dani? Yes. Tuambie Dani, wewe kama wewe ulikuwa napiga gita gani? Nilikuwa napiga solo. Solo? Ndio. Wazee wa kama kawa yani. Bwana, tuambie safari yako kupiga solo ilianza lini mpaka kufikia kipindi hicho unakuwa unapiga kwenye matamasha makubwa kama naye? Ilianza 2020 kama sijakosea. 2020. Tuambie ilikuwaje mpaka ukafikia tu, au ulijikuta tu umelala ukaamka asubuhi umeshakuwa mpiga solo? Au ilianza ndoto yako ya utotoni ukaja ukakuwa nayo baadaye? Binafsi mimi nimezaliwa kwenye familia ya muziki. Kwa hiyo kuna bidhaa ile ya muziki ambayo ilikuwa ikinunuliwa pale nyumbani, kwa hiyo nikaanza kujifunza kidogo na pia hata babangu mzazi akawa ananielekeza guitar hivyo hivyo. Ndio. Na zile ngoma ambazo ulipiga, tuambie, kuna moja ulipiga moyo moyo, mwingine ukaja ukapiga ngoma fulani hivi. Bora ni Enjoy ya Diamond, ile ilikuwa ya nani? Amna, ile ni muondoko tu. Ni muondoko. Lakini muondoko wa ngoma fulani hivi ya Diamond. Ile ni ya mapiano. Mapiano tu. Sio kwamba ni sijui ni Diamond wala nini. Lakini wazee wakashindwa kuifahamu. Wakashindwa kuifahamu. Lakini unapiga mapiano kanisani mwanangu? Mapiano ni muondoko. Ni muondoko tu. Asante. Hebu tuambie mpaka sasa hivi ni faida gani ambayo ushapata kwenye fani yako, kwenye kipaji chako cha upigaji wa solo? Niseme tu kwamba faida ambayo naipata zaidi sana, kuna vitu ambavyo waga na vinunua nikialikwa kama hivi naenda kufanya kazi, alafu na faidi vitu ambavyo naviweka ndani ya nyumba yangu. Labda leo kama wewe hapa ni kanisani au umealikwa? Nimealikwa. Labda ikitokea Sofia Kashindi anataka umpigie solo kwenye ngoma yake ambayo aliingiza Sauti Studio, anakupata kupitia namba gani? 0752563275. Atampata Sauti. Ndio hii. Bana, utasikia maladha nitakutilia hapo kwenye TV yetu Sad TV uweze kusikia maladha mautamu ambayo alipiga soliste mkubwa. Na sikuachi vipi na kutana na mwingine hapo Mwamba Fupade tu bonga. Mambo vipi? Fresh bana. Kwa majina? Mimi naitwa Shuku, almaarufu sana Bageti. Bageti. Tuambie hapo Bageti, ni kitu gani ambacho ulizingatia kwa siku ya leo ili uje ufanye kazi nzuri na ukakili kwa kiasi kikubwa sana? Cha kwanza ilipangwa iwe hivi. Iwe hivi. Yaani siku ya leo ilipangwa kwamba itakuwa hivi. Kivipi? Kivipi kwanza tueleweshe vizuri. Cha kwanza ilipangwa iwe hivi. Ni kivipi mpaka iwe hivi? Waswahili wanasema gedu kwamba kila kitu ni mpango wa Mungu. Lakini licha ya mpango wa Mungu ni kwamba ni kitu ambacho kilitarajiwa kwamba kitafanyika tarehe kama na hizi. Kwa hiyo ilibidi kwamba nije nikavu hiyo sehemu kwa njia ya ngoma drum labda tuambie kuhusiana na drum hii hapa. Wewe kama wewe, ni kitu gani ambacho unakuwa na feel kikosekana kwenye muziki, unakuwa hauna mood ya kupiga drum? Sound ya nini sasa? Sound, yani tukisema kwamba sound, mwanamuziki ni sikio. Ndio. Mwanamuziki ni sikio, yani kitu sound ndo, yani sijui nikueleweshe vipi ule mkusanyiko wa milio. Sasa ninapoona kwamba chombo changu kimoja yani akiniridhishi mimi kama mimi, moja kwa moja waga natoka kwenye mood. Lakini kama chombo ambacho nimekichezea leo, yani nilikuwa najisikia amani sana. Ndio maana ulisikia nimefanya vizuri. Ni kawaida yako kuchezea chuma au ni mara ya kwanza ukikuta na kufanyia kazi? Kitambo sana baba. Ni muda. Tuambie safari yako na wewe ilianza vipi mpaka ukafikia kuwa mtu maarufu sana hapa nyumbani wa kupiga drum? Kawaida sana. Nilianza 2021 na 2021 na nilianza kazi yangu ya muziki, japokuwa changamoto, lakini bado mpaka sasa hizi nipo wima kwenye kazi ya drum. Hii hapa ni kundi yako au na wewe umeshirikishwa? Nimeshirikishwa tu. Lakini sehemu ambayo unapigia kabisa kundi yako rasmi ni ipi? Bendi yangu mimi rasmi inaitwa Nouveau Paradis. Inasali hiyo GT pale entre on na pale Kariakoo, maeneo Kariakoo tu pale ndio kunapatikana kanisa langu na. Kwa malipo ambao wanakuwa nafanya watu kukupatia ili ufanye kazi kama na hii, inakuwa kama bei gani hivi? Brother, hiyo hapo ni siri ya moyo wangu. Bana, hapa ni siri. Mimi nataka nijue atatoa siri. Bana, ni siri. Hebu tuambie mpaka sasa hivi wewe kama wewe. Hii hapa album kwa kazi ambazo ushafanya nyingi sana. Hii hapa unaweza kupatia percent ngapi kwa maandalizi yao na pia kwa vibe ambayo walikupatia wewe kama mtu wa drum? Percent nimejaza kabisa.
nimeona tumefanya vizuri bila unafiki. Yaani Uzinduzi wote toka kazi zote ambazo ushafanya hapa ni kazi ya kwanza. So hivyo nisema bro kazi kitu. Nishafanya kazi nyingi sana tokea 2021. Yaani ni kwamba mimi nilianza masuala ya muziki kitambo sana. Nishakuwa muda concert nyingi nishapiga. Kwa hiyo siwezi nikahesabu eti naanza kutoka. Unahitaji wale watu wa Bolingo nyimbo za dunia zile unakwenda? Inategemeana. Inategemeana. Zinakuwa zile Arcasiel kaza Cesar. Inategemeana selo maisha. Yaani sijui kama naweza nikazoea. Yaani sidhani kama naweza nikaweza. Bwana asante kwa muda wako. Kweli. Bwana Sofia Kashindi, asante kufuatilia Sad TV, asante kwa kutosh kila time, kila muda kutoka USA. Na kutana na mwamba fulani hivi ukiangalia kuanzia chini mpaka juu, anawaka damu. Shika na walete, unaona kiatu? Upandisha suruali, pandisha kibodi fulani hivi jamsing sana. Bado shingoni, bado miwani ambayo alipigia. Unaona huko amewaka. Tunabonga naye tuweze kujua mengi zaidi. Mambo vipi? Fresh. Misha inakwaje? Poa tu. Kwa majina pale. Kwa majina naitwa Msema Monga. Na Msema, tuambie neno moja kuhusiana na concert ya leo kwa sababu najua hapa ndio kanisani hapa. Kuhusiana na concept ya leo nimeipenda tu kifupi. Bwana, mimi kama sijakosea kupiga pita zangu nilikuwa nikisikia unakesha, unapiga gita, unapiga ilikuwa ni gita gani ambayo ulikuwa unapiga kwa siku ya leo hapa? Kwa siku ya leo mimi nilikuwa napiga gitarism. Ndio mazoezi ambayo unafanya kila siku nyumbani usiku? Tukiwa nyumbani waga napiga vyote, naweza nikapiga mazoezi ya rhythm, nikapiga pia mazoezi ya solo kwa sababu gita zote hizo waga nazipiga. Kwa nini unapenda leo kupiga rhythm? Sio kama napendelea, ila kwenye muziki ili muziki usound vizuri na iwe na ladha nzuri lazima kuwe gita 3 au 4. Mpaka sasa hivi kwenye safari yako ya muziki una miaka mingapi? Mpaka sasa hivi naweza kuwa na miaka 4. Na ni faida gani ambayo unaiona wewe kama wewe? Faida ni nyingi tu, kama hivi tutalikwa kwenye sherehe. Ilipo sio kanisani? Yaani kanisani lazima kuwe na sabuni. Ndoto yako ni ipi kwenye muziki, kwenye safari yako ya muziki kupiga gita? Ndoto yako ni ipi zaidi? Ndoto yangu mimi ni kuendelea mbele kwenye muziki na niwe mpigaji mkubwa katika hii kambi. Yani una malengo ya kuwa mpigaji wa kwanza hapa nyumbani, sio nje hapa? Ni hapa tu, sio nje hapa. Hata nje hapa pia ikiwezekana. Bwana, kaja katokea fursa Harmonize amekualika kwenye show uende ukapige gita na Diamond akakualika na Alikiba akakualika uende pia kwenye show yake. Unakwenda kwa nani? Mimi naweza nikakwenda kwa Alikiba kwa sababu Alikiba ndo kidogo anapenda sana kupiga nyimbo za gita kuliko Diamond na wengine. Kwa sababu unapenda wewe ni Team Kiba. Yote inawezekana. Bana, asante kwa muda wako. Poa. Bana, kilichokuwa na mwanzo mzuri na mwisho, mimi ni J4G kutoka Sad TV, nilikuwa na director M kwenye msafara kwa sikia leo kwenye sherehe kama vibe unaiona. Watu wa mwanamuziki ambao walipiga wakaburudisha ni hao wako hapa. Bwana, mimi sitakuwa na mengi ya kusema. Bwana, wapeleke waone watu mama team so misosi washakuwa nayo. Bila kumsahau na dadangu hapo, namuona kumrembo sana, alikuwa kwenye sherehe na yeye kwa sikia leo na mambo. Bwana, asante kwa muda wako, tukutane muda mwingine, chao. Sad TV. Sad TV. In God we trust.